Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Utawala nchini Marekani unadaiwa kukataa pendekezo la Iran, pendekezo la kumaliza vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, pendekezo ambalo wa Iran wamelizungumzia katika kuhakikisha wanamaliza vita ni kwamba wanaitaka Marekani iondoe kizuizi chake katika eneo hilo la bahari la mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia suala la nyuklia litazungumzwa baadaye. Afisa mmoja wa Marekani alisema siku ya Jumatatu jana kuwa Rais Donald Trump hakuridhishwa na pendekezo la Iran la kumaliza vita kwa sababu halikuzungumzia mpango wa nyuklia wa Iran. Shirika la habari la Reuters limemnukuu afisa huyo wa Marekani akisema akizungumzia Trump hapendi pendekezo hilo. Mapema Jumatatu, Trump alijadili pendekezo hilo na washauri wake wakuu wa usalama wa kitaifa, ambapo waliangalia ni namna gani ambavyo wanaweza kumaliza vita katika kipindi hiki. Hata hivyo, rais wa Marekani katika kikao hicho alionekana kukataa kabisa pendekezo hilo la kujadili tu suala la Hormuz na kuachana na mpango wa nyuklia wa Iran, kwa maana ujadiliwe wakati mwingine. Mzozo wa Marekani na Iran umesalia pale pale, huku usambazaji wa nishati kutoka katika eneo hilo ukipungua. Vyanzo vya habari vya Iran vimesema mapema Jumatatu kwamba pendekezo hilo litaahirisha majadiliano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran hadi vita vitakapoisha na mizozo inayohusiana na urambazaji kutoka Ghuba kutatuliwa. Tangu mwanzoni, Washington imesisitiza kuwa masuala ya nyuklia lazima yashughulikiwe. Vyanzo vya habari kutoka Pakistan vikifanya kazi kama mpatanishi vimeripoti kuwa juhudi za kukomesha uhasama kati ya Marekani na Iran hazijakoma. Hata hivyo, matumaini ya kufufua mazungumzo ya amani yamefifia tangu Trump atangaze wikendi iliyopita kwamba anaahirisha ziara ya mjumbe wake maalum Steve Witkoff na mkwe wake Jared Kushner mjini Islamabad, mji mkuu wa Pakistan. Lakini wakati huu Iran ambayo imefanya mazungumzo na wa Pakistan lakini pia na wa Oman na kumalizia ziara ya waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi huko nchini Urusi, Iran imesema ilipeleka pendekezo jipya na waziri wa mambo ya kigeni alisema kwamba mapendekezo hayo ni kwa ajili ya kumaliza vita hivyo. Abbas Araghchi alikutana na Rais Vladimir Putin, alimhakikishia kuwa Moscow itaendelea kuunga mkono Iran na kufanya kila liwezekanalo kusaidia kurejesha amani katika Mashariki ya Kati. Mjumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa Said Iravani kwa upande wake ameweka bayana kwamba Tehran inahitaji kwanza dhamana kuwa Marekani na Israel hazitaishambulia tena kabla ya kutoa uhakikisho usalama katika eneo la Ghuba. Na wakati hayo yakiarifiwa, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kufunguliwa kikamilifu kwa mlango wa bahari wa Hormuz na akisisitiza umuhimu wake kwa uchumi wa dunia na ustawi wa kibinadamu. Kupita salama bila vizuizi ni hitaji muhimu la kiuchumi na la kibinadamu. Mshuko wa kiuchumi umetoa ghafla na athari zake zimemgusa kila mmoja, amesema Guterres, na hii ni kutokana na taarifa ya kwamba rais wa Marekani Donald Trump amegoma pendekezo la wa Iran la namna ya kumaliza vita hivyo. Katika kikao cha Baraza la Usalama, Guterres amehimiza kufunguliwa kwa njia hiyo muhimu na kuruhusu meli zipite bila kutozwa ushuru ili kusaidia kurejesha utulivu wa kiuchumi duniani. Wito huo ameutoa muda mchache baada ya bei ya mafuta duniani kupanda kwa takribani 3% siku ya Jumatatu. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.